Singida. Katambi awataka waajiri kutoa fedha na kuwaruhusu wafanyakazi kushiriki michezo mbalimbali iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Patrobas Pasco Katambi amewataka waajiri kutoa fedha na kuwaruhusu wafanyakazi kushiriki michezo mbalimbali nchini. Katambi ameyasema hayo akifungua rasmi michezo ya Mei Mosi kitaifa inayoendelea mkoani Singida leo Aprili 22, 2025, akiwa mgeni rasmi katika ufunguzi huo wa michezo mbalimbali iliyofanyika katika uwanja wa CCM Liti mkoani hapa. Takwimu zinaeleza na wataalamu wa sayansi wanasema wana michezo pia wamekuwa ni chanzo kikuu cha utatuzi wa migogoro. Kama jinsi ambavyo tunaenda kwenye michezo hii, tutacheza hapa lakini inaleta mahusiano yaliyo mema ambayo tutayahamishia ofisini pia na kuhakikisha kwamba maeneo yenye uhasama na migogoro itakwisha kabisa, kwa sababu spirit ile ya michezo mnaihamisha pia katika kutafsiri kwenye kutumikia taifa letu Tanzania. Lakini pia kuwaleta watu pamoja kupitia michezo. Tumefanywa hapa, tumekutana kupitia shirikisho la vyama vya wafanyakazi kuelekea kwenye kilele cha Mei Mosi, lakini pia waajiri wetu pamoja na wafanyakazi kwa pamoja tumekuwa na sehemu ambayo tunaweza tukapunguza stress na kuweka pamoja na kushiriki katika mambo haya na kuhakikisha kwamba tunakuwa na afya iliyo bora, afya ya akili katika kuhudumia Watanzania. Na michezo hii inaleta faida pia hata kwa watazamaji na washabiki, kwa sababu kupitia fursa hii tunaondoa msongo wa mawazo. Wakati mwingine ukiangalia chenga tu pale, hasa kama Dr. Samia Suluhu Hassan anakuja na ndio anayetoa zawadi za michezo hii. Nani? Sema mama huyu. Mama huyu. Rais mwenyewe ndio anayekuja kutoa zawadi za kuanzia mfanyakazi bora, pigie makofi Dr. Samia. Zawadi za walioshinda kwenye michezo, na naambiwa hapa kutakuwa na marathon tarehe 26 ya Tuka, si ndio? Lakini pia kutakuwa hapo na bonanza la Osha. Zawadi zote hizi na michezo ya leo, mtoa zawadi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais pendwa wa Tanzania. Ndio anayetoa zawadi. Alafu kuna mwajiri kule ambaye naye kaajiriwa na rais, haoni umuhimu wa kuleta wafanyakazi kuja kushiriki kwenye michezo ambao rais anaiunga mkono. Hivi hapo kwa mtu ambaye anajua hesabu za haraka, unamsemaje hapo mwisho? Mwajiri mkuu rais, yeye anathamini michezo. Rais huyu anajenga viwanja nchi nzima na anaandaa viwanja kwa ajili ya AFCON. Tuna mashindano ya CHAN yanakuja hivi karibuni. Uongo kweli? Rais wetu kaandaa viwanja. Niseme nisiseme? Sema. Ameandaa viwanja Benjamin Mkapa pale, ukarabati ni 75%. Makofi kwa Dr. Samia. Niseme nisiseme? Uwanja Arusha pale unajengwa kwa mabilioni ya fedha, umefikia 26% na una uwezo wa kubeba watu 22,000. Dr. Samia Suluhu Hassan huyu. Yaani hapo namtafuta tu yule mwajiri ambaye hataki kuleta watu hapa, namtafuta tu. Niendelee nisiendelee? Huyo mwajiri huyo taarifa yake ni kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan katika maandalizi ya AFCON hapa ameshafanya maandalizi ya viwanja vya mazoezi 11 na ametoa matilioni ya pesa. Pigie makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan huyu ametoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 5 kwenye sekta ya michezo kwa ajili ya kuwasaidia wasanii waweze kuboresha maisha yao na kuendeleza sanaa. Bilioni 5. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Samia huyu ametoa tena pesa nyingine kwenye kapu la mama. Ukishinda, ukifunga goli lako, goli likiwa na maridadi nzuri zaidi kama la Simba, milioni 5. Likiwa ambalo halieleweki kidogo kama la Yanga, milioni 10. Sasa hapo inakuwaje? Piga makofi Dr. Samia Suluhu Hassan. Huyu rais tumpe nini Tanzania? Piga makofi. Waajiri na umitashumta ilikuwa haipo, rais karudisha, pigeni makofi. Yaani hii taarifa nawapa hao waajiri ambao haoni umuhimu wa wafanyakazi kuja hapa. Alafu baadaye tutapata wale ambao wanawapunja posho. Uongo kweli? Michezo tuangalie posho zinatokaje, si ndio Ofisi ya Waziri Mkuu, maana kuna mwingine amevaa kofia kama ganda la limao, mwingine liko hivi. Hizi nzuri tunazitaka. Naibu waziri huyo amewapongeza waajiri wote 44 nchini kwa kuwaleta wafanyakazi kushiriki michezo ya Mei Mosi, na hapa anasema Kwa tupigie makofi
44 walioleta wafanyakazi hapa. Tupigeni makofi mengi sana. Nimeambiwa ni waajiri 44 au taasisi 44. Lakini pia nakumbuka taarifa hii ilitolewa pale Iringa pia tulivyoenda. Wamekuwa wakipungua wengine. Kwa hiyo hili mimi nitalichukua kwa sababu mimi ni Yohane Mbatizaji. Yupo mwenyewe. Mnamjua mwenyewe? Si atakuja mimi kazi yangu kuchochea moto. Mimi nitachochea ili yeye mwenyewe atoe tamko maalum la kwamba kuna umuhimu wa kuwaleta wafanyakazi katika michezo na inaleta uchangamfu. Mfanyakazi legelege hawezi kulisaidia taifa. Naibu waziri huyo ameshuhudia michezo mbalimbali ya ufunguzi katika uwanja wa CCM Liti, ikiwemo mchezo wa kuvuta kamba ulioshirikisha timu za kamba wanaume, ikiwemo timu ya Madini dhidi ya timu ya Afya iliyoibuka kidedea kwa mivuto 2-0, huku kwa upande wa mchezo wa kamba wanawake timu ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC na TAMISEMI, ambapo TAMISEMI wameibuka na ushindi mnono. Pana hayo, mchezo wa mpira wa miguu uliohusisha timu ya TANESCO dhidi ya Maliasili, ambapo timu ya Maliasili imeibuka kinara katika mchezo huo. Mwenyekiti wa kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa, Bi Roselyn Matthew Masamu, amewapongeza washiriki kwa ushiriki wao katika michezo. Pia ametaja faida za mashindano hayo yanayohusisha washiriki ambao ni wafanyakazi kutoka mikoa mbalimbali nchini, na hapa anaeleza. Tunatoa shukrani za kipekee kwa viongozi wa taasisi, mashirika, mawizara ambao wamehakikisha wafanyakazi hawa wameweza kushiriki michezo yetu hapa Singida kwa mwaka huu. Tunaenda kuendelea kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwani tunamwona alivyokuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba anaweka kipaumbele kwa michezo na kuweka fedha nyingi kwenye idara hii na Wizara ya Michezo kuhakikisha kwamba miundombinu ya michezo inakaa vizuri. Na sisi ni mashahidi, tunaona jinsi ambavyo nchi yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye michezo mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Mama amekuwa akichochea hamasa hii na tunawapa pongezi sana za dhati wachezaji wale ambao wanaenda kufanya vizuri ndani na nje ya nchi na kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Shukrani hizi pia ni pamoja na jitihada za rais kuona umuhimu wa kuboresha miundombinu hii na kuweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi na rika hili ambalo linakuwa la vijana wanapenda michezo na kuweza kuwekeza zaidi kwenye michezo. Tunamshukuru sana mama na tunasema asante. Tunafahamu kwamba michezo ndio pekee ambayo inatuweka sisi wafanyakazi kuwa na umoja na kuwa kama familia tunapokuwa mahali hapa. Kwamba shughuli hizi za kujenga afya zinaleta umoja katika maeneo yetu ya kazi. Sisi wafanyakazi tunaona umuhimu wa fursa hii ya kukaa pamoja kupitia michezo hii. Tunaendelea kupata umoja na mshikamano kupitia michezo, lakini pia kutangaza taasisi zetu, ikiwemo kupunguza gharama za hatari ya magonjwa ya kuambukiza pale tunapokuwa tunafanya michezo, na hii inasaidia kupunguza mzigo wa serikali gharamia matibabu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sera yetu ya michezo ya taifa ya mwaka 1965 iko wazi kwenye swala la michezo kwa wafanyakazi. Katibu Tawala wa Mkoa wa Singida, Dr. Fatuma Mganga, amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi kushiriki katika maadhimisho ya Mei Mosi kitaifa yanayotarajiwa kufanyika mkoani hapo ili kumheshimisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na nichukue fursa hii kumshukuru sana kiongozi wetu kutoka TUCTA, yeye binafsi na rais wa TUCTA kwa jinsi ambavyo wametoa ushirikiano mkubwa sana katika kuandaa maandalizi haya ya sherehe zetu za Mei Mosi. Kama ulivyokwisha kuambiwa tokea asubuhi, shughuli ni nyingi, mambo ni mengi, lakini pamoja na kwamba Tanzania hii kuna mikoa ambayo inafahamika ni midogo na haiwezi kupewa sherehe kama hizi, tunataka tuwathibitishie Watanzania wote kwamba Singida si miongoni mwa mikoa midogo. Ni mkoa wenye uwezo, ni mkoa wenye viongozi mahiri ambalo kila jambo litakaloletwa Singida litafanyika kitofauti na litaacha alama. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi nikukaribishe sana. Anakuja Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kusherekea
na wafanyakazi wote katika mkoa wetu wa Singida. Ni muhimu tukamheshimisha mgeni wetu rasmi siku hiyo, lakini tuanze kuhamasisha wananchi tokea sasa. Baada ya kusema maneno hayo, wana michezo hapa wamekusanyika kwa wingi, wanahitaji kucheza, wanahitaji kuonyesha umahiri wao, wafurahi, waburudike. Kwa hiyo sipaswi kupoteza muda mrefu. Viongozi baadhi wameelezea mashindano hayo ya michezo ya Mei Mosi pamoja na washiriki wa michezo hiyo, na hapa wanaeleza. Kwa jina naitwa Alex Temba, katibu mkuu kamati kwa ajili ya taarifa. Katibu mkuu kamati ya michezo ya Mei Mosi Taifa. Tuko hapa leo tarehe 22 mwezi huu wa 4 2025 katika uzinduzi rasmi wa michezo yetu. Kipekee tunaendelea kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutupa nafasi sisi watumishi kushiriki katika kusherehesha michezo hii ya Mei Mosi 2025. Pia tunaomba tuchukue nafasi hii kumshukuru mkuu wa mkoa na kamati yote na secretariat, kamati za ulinzi na usalama, kamati ya burudani na michezo kwa ushirikiano mkubwa waliotupa siku zote toka tarehe 14 tulipokuwepo hapa mkoani Singida. Leo ikiwa katika ufunguzi wetu rasmi ya michezo yetu, kesho ratiba zetu zitaendelea katika hatua ya 8 bora pamoja na michezo ya basketi. Kwa hiyo tunapenda kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Singida waje kujumuika nasi, waone jinsi gani watumishi wa serikali chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan tunavyoweza kupambana na magonjwa nyemelezi na vile vile kutengeneza mazingira mazuri kwa ajili ya kufanya sherehe yetu ya Mei Mosi duniani iwe yenye kufaa na yenye furaha. Ushiriki wa wanamichezo umekuwa namna gani kabla ya uzinduzi wa leo? Hapana, kwa kweli tunapenda kumshukuru Mungu, ushiriki wa wanamichezo kwa mwaka huu umepungua kwa kiasi, na kama mlivyosikia maelezo ya Mheshimiwa mgeni rasmi Mheshimiwa Patobas Katambi alivyoeleza, akiwasihi viongozi na wakuu wa taasisi kutumia fursa hii kuwapa ruhusa watumishi ili waweze kushiriki katika michezo yetu. Tumepungua kwa uchache, lakini tunaendelea kuomba wakuu wetu waendelee kusikiliza mapenzi ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anavyopenda michezo yetu. Ukitazama maendeleo ya michezo Tanzania ilivyo sasa hivi, viwanja mbalimbali vinavyoendelea kujengwa, kwa kweli Mheshimiwa anaupiga mwingi. Asante sana. Tuko hapa mkoani Singida sasa yapata wiki moja, na tunatarajia kuwa hapa kwa muda wa wiki 3 kushiriki michezo ya Mei Mosi ya mwaka 2025. Sisi Wizara ya Ardhi ni wadau wakubwa wa michezo mbalimbali ikiwemo michezo hii ya Mei Mosi. Na msafara wetu una watumishi 58 ambao wamegawanyika kwenye makundi ya wachezaji wa mpira wa miguu, wachezaji wa mpira wa netiboli, wachezaji wa kuvuta kamba pamoja na michezo ya jadi. Tunamshukuru Mungu tumepata matokeo mchanganyiko. Matokeo ya jumla tuko vizuri, tuna renki vizuri kabisa, lakini kwa matokeo ya timu moja moja bado tunahitaji improvement, kwa maana ya timu zetu za netball pamoja na kamba hazijapata matokeo mazuri sana, lakini tunajivunia kwa kile kitu ambacho tumekipata mpaka sasa hivi. Hali ya timu ina morali, timu ina hamasa, ina umoja na mshikamano. Majeruhi ni kidogo. Upande wa netball tulimpoteza kapteni wetu Scholastica ambaye aliumia kiwiko, na upande wa football nahodha wetu msaidizi Zuberi aligongana na mchezaji wa ujenzi na kupata maumivu makali sehemu ya kifua. Wameshapatiwa huduma ya kwanza na wanaendelea vizuri. Michezo yetu iliyobaki tunatarajia mpira wa miguu tumalize na timu ya Benki Kuu BOT, na kwa sasa katika pointi zetu 6 tulizonazo tunaamini tunaenda kuchukua zile pointi 3 zingine na kuwa 9 ili tuweze kuongoza kundi. Na kundi letu kwa kweli lilikuwa ni kundi gumu kwa sababu tulikuwa na bingwa mtetezi TANESCO, tulikuwa na Maliasili ambaye pia alifika robo finali mwaka jana, lakini kwa kweli vijana wametoa ushindani na upinzani mkubwa. Na upande wa netball pia wametoa upinzani mkubwa pamoja na kamba. Kipekee ni mshukuru mwajiri wetu katibu mkuu ambaye aliridhia na kutuamini na kuja huku, lakini pia ni mshukuru mkurugenzi wa utawala na usimamizi wa rasilimali watu Madam Priska Barton Luangili ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu kwa kutupigia simu kila wakati kujua maendeleo ya timu, kututembelea kambini, lakini pia kushiriki siku hii ya uzinduzi. Tuhakikishie kwamba huku tunapambana. Haijalishi matokeo gani tunapata, lakini tunapambana.
Majina yangu ni Elnaike Geoffrey Naburi, ni mwenyekiti wa TPDC Sports Club, lakini pia ni mchezaji wa kamba. Mheshimiwa, matokeo yamekwaje? Matokeo ya leo tumepoteza kwa mivuto miwili kwa mmoja dhidi ya TAMISEMI, lakini naamini tutajipanga kwa ajili ya mwakani tuje tumejiandaa na kuweza kucheza mchezo huu, kwa sababu TPDC ni mojawapo ya timu ambazo ni tishio katika mchezo huu. Nafikiri ni kwa nini mmepoteza? Kila timu ambayo imekuja kwenye mashindano haya Mei Mosi imejiandaa. Kwa hiyo naamini na sisi tunatakiwa tukaongeze mazoezi na kujiandaa zaidi ili mwakani tuweze kufanya vizuri zaidi. Michuano hii imezinduliwa leo. Hamasa yake unaionaje? Hamasa ya michuano hii ni mikubwa. Wizara na taasisi nyingi zimekuja kushiriki, lakini naamini mwakani itakuwa chachu kwa ajili ya kuongeza washiriki wengine zaidi.